Natumaini uko salama popote pale ulipo ndugu mtazamaji wa Tanganyika TV, na hapa tuko jijini Baraka. Leo ni tariki 3 za mwezi wa 12 mwaka wa 2024. Kwa hiyo inakuwa ni kila tariki 3 za mwezi wa 12 wa kila mwaka kunafanyika sherehe kama na hizi. Ni siku moja maalum, ni Journée Internationale ya walemavu wote ulimwenguni, na hapa ndiko tuko Baraka. Mpenzi mtazamaji, kwa mengi na zaidi ngoja tumalize march alafu tutafika sehemu husika. Kwa hiyo utapata nafasi ya kuongea na watu mbalimbali kwa sababu ni walemavu pia wa aina mbalimbali. Mimi ni Rashid Lusambo Brino, upande wa pili tuko na Abu Design. Na usichoke kufuata Tanganyika TV mwanzo mpaka mwisho ili ushuhudie matukio yote ambayo yatakayopitika siku ya leo jijini Baraka. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Kwa majina kaka? Kwa majina naitwa Biamungu Ibrahimu Mwenyeri Isidoro Bakanja. Leo ni siku ya walemavu duniani kote. Sijui moyo wako unajisikia vipi, na tuko mwisho wa mwaka, unajisikia vipi? Na leo kuhusu sisi walemavu tunajisikia sawa kuona leo ndio sherehe yetu. Tunajipa ile fursa ya kusherekea kwa kuonyesha kama sisi tuko watu kama wengine. Hatuwezi kujiachilia, ni lazima tufanye vitu vyetu na tuonekane kwa watu wengine kama tuko watu wa maana hata muzingine community. Tuliona ulikuwa unaandika. Unasoma bado? Nikingaliki nasoma. Unasoma darasa la ngapi sasa? Niko mudarasa la 4. La kikubwa? La kikubwa. Unaandikaje? Una uwezo wa kuandika, unaandika vipi? Naandika na kude zangu 2. Natia kabike hivi. Labda kidogo ungetuonesha kidogo kwa sababu leo tupate nafasi, leo ni siku yenu. Tupate nafasi angalau ya kuona namna gani Mungu alikupa uwezo wa kuandika sawa na watu wengine kawaida. Niandike sana. Chochote tu, labda hata kwenye paper ulikuwa unaandika nini, kitu ambacho ulikuwa unaandika kitu hapo. Kuna jambo ulikuwa unaandika. Sogea kidogo labda. Sawa, haki ya walemavu. Na vipi kuhusu Baraka? Je, haki ya walemavu mnaipata kama sehemu zingine wanavyosaminiwa, kupewa mitaji, mfanye biashara kama wengine? Ndio tunazipata, tuko nazipata. Labda unaweza kuambia nini watu ambao wanakutazama duniani nzima kupitia Tanganyika TV leo siku yenu nyinyi walemavu? Sie ni watu walemavu, na kama tunaishi kumisaada ya watu wenyewe wanatuonea huruma, wanatusaidia, na ndio vile tunapata kuendelea mu maisha yetu. Nasi bado na wazazi ambao wanakulipia shule vizuri? Kuna wazazi na wengine tu. Sasa vile kichi nilisema tunaishi kumisaada, kuna watu wenyewe bako nisaidia hata kulipa hata kushule. Na kwa mfano mitihani, unapofanya mitihani unakuwa na tabia kupata wangapi? Wa 30, mbale 20 pour mbale 5 au mbale 20? Na kuana zoezi ya kupata wa kwanza shuleni. Hongera sana. Okay, merci. Asante na wewe pia. Kwa majina naitwa Madi Kashindi Heritier, kama makamu kiongozi wa walemavu mu vile yetu ya Baraka. Makamu kiongozi wa walemavu mu vile yetu ya Baraka. Leo ni siku yenu, sijui ulikuwa na lipi la kuambia ulimwengu kwa watu wote ambao wanasherehekea siku kama na leo? Ni siku yenu nyinyi walemavu, lazima tushirikiane kwa lolote lile. Ndio, naweza sema kwanza tunafurahi sana kwa kusherehekea siku yetu ya walemavu hapa kwetu jijini Baraka ama mu vile yetu ya Baraka. Ila ningependa kuwajulisha viongozi wetu wa serikali kusema kama gisiteme yetu inavyosema, waunganishe walemavu mkila kitengo mhusika kwenye ngazi ya serikali, kwenye mashirika mbalimbali na vitengo tofauti tofauti,
ili nao wajisikie kwamba ni watu na kwamba kuwajielewe kwamba hatubaguliki. Pia vile vile wawashirikishe ili nao wajisikie uhuru kuwa sawasawa na watu wengine, sababu nao wanaweza na ni watu kama watu wengine. Asante sana. Na vipi kuhusu ushirika wenu wa nyinyi na watu wengine, kwa sababu leo tumetarajia kwa Manya Shinde kuna watu wengine walemavu, sijui shirika ziko ngapi, na tulitarajia labda leo mtakusanyika muwe wamoja kwenye, yani siku ya leo muenjoy mko wote sehemu moja. Kitu tumeona vikundi viko tofauti tofauti, na maana kwa pako association za mingi tofauti na hii moja ya AJPAD. Ndio, hapa kuko shirika 3 na mwenye ameunganisha hii sikukuu ya leo ni shirika la kiserikali ambalo linaitwa Affaires Sociales ama DIVAS kwa ufupi. Pia imekuwa apuye na shirika la Sepake FIDA na shirika la AJPAD, ndo wamesapoti kwa kuunganisha sikukuu ya leo ili uweze kufanyika. Na hii ya leo umeonaje tofauti na sherehe za siku nyingine zote miaka iliyopita? Tumeshukuru na tumefurahi kwa sababu kwanza imefurahisha zaidi sana ni kuona tangu tuanzie kusherekea sikukuu yetu ya tariki 3 mwezi wa 12 kama sikukuu ya walemavu ulimwenguni. Leo ni mara yangu ya kwanza kuona maire de la ville na participer kwa ile sherehe. Hili ni kwanza imenifurahisha sana na kuonekana kama nao maraba wamejikosoa na kusema kwamba kuwapuia walemavu ama kuunganisha nao, kushiriki nao pamoja na kukua nao pamoja. Leo imenifurahisha sana. Nashukuru pia kwa muda wako. Asante sana. Jambo sana. Jitambulisha. Mimi ni Roger Mbuto Watabi ambaye nahusika na mipango kwenye shirika AJPAD. Asante sana. Tunaona hapa watu wa tabaka mbalimbali kiwemo mashirika mbalimbali ya mahali hapa vile na watu wenye kuwa na ulemavu. Sijui wamejumuika hapa kwa ajili ya Ndiyo, leo tulikuwa tunakusanyika hapa juu ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya watu wanaoishi na ulemavu, na ambayo ilituwezesha sisi kama vile AJPAD tujumuike pamoja na service ya DIVAS pour que tu participer kwa hii seremoni ya watu wanaoishi na ulemavu. Na labda ni mara kadhaa nyinyi kama vile shirika la AJPAD mnakuwa mnajitolea kwa ajili ya kujumuika na watu wenye kuwa na ulemavu. Kipi kinakuwa na wasukuma sana kuweza kufanya hivyo? Unajua ndugu mtangazaji, ulemavu si kitu chenye kinawekewa mtu fulani. Mtu leo unaweza kuwa mtu mzima, kesho utakuwa mlemavu. Na hii iliona tujiandalie sisi wenyewe juu kesho na sisi tutakuwa walemavu. Mazingira mazuri ili kuona namna gani wale walemavu wanaweza kuonekana ni watu kati ya watu wengine, pia wapate huduma za msingi kiserikali, kifamilia na katika huduma zingine za kiafya. Hapo awali ilionekana kwamba walemavu wanakuwa wanajiacha nyuma na kuto kujitoa kwa watu kwa kuona hali yao kiswahili. Kwa nyinyi shirika la AJPAD kwa kuwa mmeshatumika na watu wenye kuwa na ulemavu, mnaona namna gani ambao wanajitokeza kwa ajili ya kujumuika na watu wengine ili kusherehekea siku hii? Unajua ndugu mtangazaji, mambo ya ulemavu au huduma kwa watu wanaoishi na ulemavu ni kitu chenye kilikuwa kikisaulika kabisa. Kwanza kwa watu wenye kuishi na ulemavu walikuwa wakijisahau, pia familia zilikuwa zikisahau wale watoto wao wanaoishi na ulemavu, na pia serikali ilikuwa inasahau kabisa watu wanaoishi na ulemavu. Na ndio maana shirika la AJPAD liliona umuhimu wa kusaidia serikali, kukumbusha serikali kwamba huduma za msingi kwa watu wanaoishi na ulemavu ni moja kati ya majukumu ya serikali. Na ndio maana tulichukua mpango wa projet hii ambayo inawezesha serikali yetu ya Kongo kupitia mitaa yake ya afya kuingiza mpango wa matunzo ya watu wanaoishi na ulemavu kuanzia ngazi za chini, yani kunivuza ma centre de santé kuwe ile integration ya service ya readaptation, ili itapermettre serikali kuonyesha kwamba inawajali wale watu wanaoishi na ulemavu. Na pia tunawakumbusha wazazi kwamba ni lazima wasamanishe wale watoto wao, na wale watu wanaoishi na ulemavu pia wajisamanishe kwa kujituma
Kuna makazi maofre zenye ziko lance, unakuta mtu mwenye kuwa na ulemavu apostile anajisuzestime yeye mwenyewe kwamba nikipostile hawata ni selectionner, sitapata ile kazi. Na ndio maana unaona hata hii teme ilikuwa juu ya kuwaonyesha namna gani wanaweza ingia mu leadership, kuingia mu competition, kuwa na ile nguvu au ule uwezo wa kujipigania wao wenyewe, ndio wengine wawapiganie na waendelee mbele. Katika shirika la Jepari mnakuwa na mipango mbalimbali kwa ajili ya kusaidia watu wenye kuwa na ulemavu. Pia vile vile mnakuwa mnahamasisha serikali iweze kuangalia namna gani itatenga huenda labda kiasi cha fedha kwa ajili ya kuwa nasaidia watu wenye kuwa na ulemavu. Kwa upande wenu mnaona serikali kweli kweli inafikia kujibu kwa yale ambayo mnakwenda kuambia kutokana na watu wenye kuwa na ulemavu? Ndio ndugu mtangazaji, unajua mambo ya serikali ni watu hawajue serikali ni nini. Serikali ni mimi, wewe na wale viongozi wanaosimamia ile serikali ndio serikali. Na huku kwetu tumekuwa na ulemavu wa mawazo. Namna gani tumetegemea tu kupewa vyakula, pesa tutumie, kesho tena tuendelee kuomba. Lakini shirika la Jepari limesema hapana, ni lazima tuingie kwenye miradi ya kudumu. Kitu ambacho shirika inaweza kutusaidia kwa hatua fulani ili kwa kutia ule mradi uwe endelevu, ni lazima sisi wananchi tuchangie, ni lazima serikali ichangie, ni lazima watu wenye kuwa na moyo safi wanaokuwa ndani na nje wachangie, na michango hiyo yote ndio inayowezesha serikali kuweza. Na kulingana kwamba tunaye meya ambaye ana maono marefu na ambaye alikuwa na suplesi wakati tulipomwambia shida ya watu wanaokuwa na ulemavu, alikuwa mtu wa haraka sana kutuelewa na kutusapoti. Pia tuko na MCZ mwenye na maoni na akili ya kupanuka. Tulipomwelezea juu ya shida ya kutia ile service ya readaptation pour que ma soin primaire iwe hako na ienezi ile paquet minimum tel que prévu par l'OMS, walitusikia kwa haraka. Na hivi hapa Baraka tuko kwa kasi kabisa. Tuna mkono wa kutosha wa serikali, wa meya ya jiji ya Baraka, tuna mkono wa kutosha wa zone de santé ya Fizi, na naona mipango tunayo, mikakati tunayo itaendelea mbele. Na si kwa hao tu, tunaona kujitolea hata kwa mashefu de quartier, tunaona kujitolea hata kwa watu, kwa sababu wakati tulisema kwamba kwa kuutia huu mradi huo endelevu ni lazima watu wao wanachangia hata 500 kwa familia kwa mwezi, ili iwezeshe huu mradi kuendelea na watu walemavu kuendelea kupata huduma za msingi. Wamoja walifanya tu wao kuhamasishwa juu ya ile 500 kwa familia na kwa mwezi, walianza kutoa pale pale. Tunaona sasa vile watu wa Baraka ni watu ambao akili tayari imeshaanza kufunguka na wako tayari kupokea mradi na kufanya huo endelevu. Labda una kitu cha kwa kumalizia kwa faida ya walemavu wote ulimwenguni kutokana na siku ya leo. Ndio kwa niaba ya walemavu. Hii ni siku special kweli kama unavyosema kwa ajili ya walemavu. Na hii siku ya leo ilisemekana kwamba ni lazima sisi tuwape nguvu walemavu, iwe wawe na uwezo wa kujibeba na kuweza kubeba watu wengine. Na kufuatana na ile ndio maana tumewaambia humu, ni lazima wao kwanza wavalorize zile etat de santé zenye biko nazo. Unaweza kuwa mlemavu wa mguu lakini mkono utatumika. Tumikisha ule mkono ili upate kipato. Na pia tumeambia wazazi wa wale watu wanaoishi na ulemavu, ni lazima wavalorize wale watoto wao, wasiwarudishe nyuma, wawatie kwenye shule, wawasaidie kuwatafutia kwenye kwa maapele d'offre pour que wao nao warepondre na wawajibike. Pia tumeambia serikali nao izidi kuwakompanyia wale watu na kuwasaidia ili kesho tupate walemavu wasiokuwa wenye kutembea mabarabarani kuomba au masokoni kwenye kuomba, ili wawe watu wenye kujitegemea wao wenyewe. Asante sana kwa muda wako. Ndio, na mimi nashukuru sana ndugu watangazaji. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.